Awali ya yote tunapenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwepo mahali hapa siku hii ya leo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na wageni wote, tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwenu kwa kufika hapa hospitali ya Isoko katika mradi wa watoto yatima, kushiriki pamoja nasi katika kusaidia na kuendelea kuwafariji watoto yatima. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunatambua kuwa umeacha shughuli zako nyingi za kujalia kila lililojema. Ndugu wageni nyote, hatua mliochukua kwa ajili ya kuwatembelea watoto yatima sio bure mbele za Mungu, kwani maandiko matakatifu katika kitabu cha Biblia yanasema, dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama watoto yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo na mawaa. Haya maneno yanapatikana katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 27. Kituo hiki cha watoto yatima katika hospitali ya Isoko kilianzishwa mwaka 2008 kwa makubaliano kati ya wafadhili wa kanisa la Moravian Ulaya na kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini chini ya usimamizi wa hospitali ya Isoko. Mwaka 2014 shirika la Mission 21 la Uswisi walifanya mkataba wa makubaliano na kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini chini ya usimamizi wa hospitali ya Isoko ili kusaidia uendeshaji wa mradi huu. Hadi sasa kituo kina jumla ya watoto 278 wanaohudumiwa na kituo, ikiwa watoto wa kike kati ya hao ni watoto 164 na watoto wa kiume ni watoto 114. Lakini kati ya hao kuna watoto wenye ulemavu mbalimbali ambao jumla yao ni watoto 21, ikiwa watoto wa kike ni watoto 12 na watoto wa kiume ni watoto 9. Lakini pia miongoni mwa hao watoto wote wapo watoto wanaosoma shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vya ufundi, vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu. Huduma tunazozitoa hapa kituoni. Kituo cha watoto yatima katika hospitali ya Isoko kinatoa huduma zifuatazo kwa watoto wote kama ifuatavyo: kuwaendeleza watoto kielimu kuanzia ngazi ya shule ya msingi mpaka vyuo vikuu kwa kuwapatia mahitaji muhimu ya shule kama sare, viatu, biki, madaftari pamoja na mahitaji mengine. Mpaka sasa watoto wanaosoma shule ya msingi wapo 128, watoto wanaosoma shule ya sekondari ni watoto 97 na watoto wanaosoma vyuo vya ufundi ni watoto 17. Lakini pia watoto wanaosoma vyuo vya kati ni watoto 5 na wanaosoma vyuo vikuu ni watoto 10. Lakini pia huduma inayotolewa ni kupewa elimu ya afya uzazi na ukatili wa kijinsia, kuwapatia elimu ya ujasiriamali, kuwatembelea majumbani na shuleni ili kutambua changamoto wanazozipata. Lakini pia kuna ulimaji mdogo wa iliki pamoja na parachichi. Changamoto. Siku zote panapo mafanikio hapakosi changamoto. Zifuatazo ni baadhi ya changamoto tunazokutana nazo katika kituo cha watoto yatima. Moja ni upungufu wa fedha kwa ajili ya kuendeshea mradi. Lakini pia ni idadi kubwa ya wahitaji wa kusaidiwa kupelekea kuwahudumia watoto wachache wenye shida zaidi kufuatana na bajeti. Lakini pia changamoto nyingine ni bima ya afya kwa watoto pale wanapopata changamoto za kiafya. Shukrani. Tunashukuru sana kwa namna mnavyoendelea kushirikiana nasi katika kusaidiana kuwafariji watoto yatima. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mwisho, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na wageni waalikwa wote, mabibi na mabwana, tunawashukuru sana kwa ushiriki wenu. Tunaomba tuendelee kudumisha umoja na ushirikiano wenu. Taarifa hii imesomwa na mimi Evody Mwambima, mganga mfawidhi hospitali ya Isoko. Wilaya Ileje, dada yetu Farida Ngomi, viongozi wakilishi kutoka mkoa wetu wa Songwe, ni afisa tarafa yetu ya Ndali, mtendaji wa kata ya Kafule, Mheshimiwa diwani pia wa kata ya Kafule, mganga mkuu wa hospitali ya Misheni ya Isoko na viongozi wengine wengi ambao wengine siwezi kuwataja, lakini itifaki inazingatiwa.
Jambo la kwanza, ninamshukuru sana Mungu anayetulinda na kutufikisha siku hadi siku mpaka leo ambapo anaendelea kuhifadhi uhai ndani yetu ili tuweze kutimiza hayo mapenzi ya Mungu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, aidha kwa niaba ya Halmashauri Kuu ya Kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini, Baba Askofu na kamati tendaji, ninafurahi sana kukaribisha hapa Isoko katika hospitali hii ya misheni ya Kanisa la Moravian inayomilikiwa na Kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini. Kanisa linaamini kwamba mwanadamu ukamilika kiakili, kimwili na kiroho. Ndio maana Kanisa la Moravian hapa Tanzania kwa historia yake imeendelea kushirikiana na serikali katika kumkamilisha huyu mwanadamu kiakili, kimwili na kiroho. Pia kanisa limeendelea na litaendelea kutambua mchango wa serikali unaotolewa kwa kanisa katika kumhudumia raia wa Tanzania kiafya. Pia ninaamini kabisa kwamba kwa kutambua mchango wa kanisa katika kumhudumia mwananchi, ndio maana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya leo hii umeona vema ututembelee hapa Isoko kwa lengo la kututia moyo katika majukumu tulionayo kama kanisa ya kumhudumia mwananchi kiakili, kimwili na kiroho. Tunatambua kwamba unayo majukumu mengi ya kiserikali katika wilaya yako. Hata hivyo, kwa kutambua na kuthamini kazi inayofanywa na kanisa katika kumhudumia mwananchi, umeona vema ujumuike na sisi siku ya leo katika jukumu ambalo unalo mbele yako. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunafurahi kukaribisha hapa Isoko. Tunasema karibu sana. Asante sana. Mganga mfawidhi mganga mkuu wa hospitali hii alitudokeza kwamba lengo la ziara yako ni kuwaona watoto yatima. Tunaamini msukumo huo wa kuwaona watoto yatima unabeba heshima ya utu kupitia dhamana uliyopewa na serikali katika wilaya yetu ya Ileje. Mwisho, tunakupa pole na hongera kwa majukumu makubwa ya kiserikali katika kuongoza wilaya, kusimamia wilaya, ikiwa ni pamoja na ziara yako ya kututembelea hospitali yetu ya Isoko, hasa katika kitengo hiki cha watoto wa yatima. Kwa niaba ya kanisa ninasema tena kwamba karibu sana, karibu dada yetu, karibu. Asante mheshimiwa, asante sana. Mwagona, Malamsha, Mwakata, Mbozile, Ulimukafu. Ndugu viongozi, walezi na watoto, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Naomba nitambue itifaki yote ambayo imeshatolewa na viongozi waliotangulia kuzungumza kabla yangu. Kwa hiyo sina sababu ya kuweza kurudia. Lakini kubwa kwanza ni washukuru wale wote ambao wameweza kuandaa hafla hii, lakini niwapongeze kwa kuweza kufika. Nilipata taarifa kwamba huku mvua ilinyesha sana. Ndio. Lakini pamoja na kwamba mvua ilinyesha, bado mliweza kufika. Nawapongeza sana. Na kubwa kwa yote, tumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametupa afya njema, lakini vile vile ametuwezesha tumeweza kufika hapa katika siku muhimu sana ya kuweza kutoa sadaka kwa ajili ya watoto wetu yatima. Ndugu viongozi, walezi na watoto, nimesimama hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa ajili ya kutoa zawadi kutoka kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na siku nyingine Daktari
Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi hiki cha Pasaka ni pamoja na kipindi cha kutafakari, upendo, huruma, lakini pia na utoaji wa sadaka. Amen. Nataka mtambue kwamba nyinyi hamko peke yenu. Taifa liko pamoja na nyinyi. Taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaongozwa na mama bingwa, mama kipenzi, mama mwenye huruma, mama mkarimu, na si mwingine ni Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Hilo ameliona. Kwa hiyo na yeye ameamua kushiriki na sisi yatima tuliopo hapa Isoko, wilaya ya Ileje, kwa ajili ya kutoa sadaka ya Pasaka kwa watoto wetu. Sadaka hiyo pamoja na mchele, mafuta ya kupikia, mbuzi wapo hapa wawili, sabuni za unga, lakini pia majani ya chai, katoni za juice, katoni za soda, chumvi na maji. Vyote hivyo vimetoka kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kuweza kuwafikia watoto wetu yatima waliopo huku Isoko Ileje. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Songwe, Mheshimiwa Jabiri Omari Makame, yeye ndiye aliyepaswa kuwasilisha hizo zawadi za Mheshimiwa Rais, lakini kutokana na majukumu mengine ya kiserikali ameshindwa kuweza kufika. Kwa hiyo mimi nasimama kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ili kuweza kukabidhi hizo zawadi ama sadaka ya Pasaka kwa watoto yatima kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na natambua kwamba kuna makundi yenye mahitaji, likiwemo kundi hili muhimu sana la watoto yatima ambao wazazi wao tayari wameshatangulia mbele ya haki. Hiyo inaonyesha namna gani serikali yenu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoshiriki kabisa katika kuhakikisha mnaendelea kupata malezi mema, huduma na uangalizi wa karibu. Nichukue fursa hii kuwapongeza walezi wakiongozwa na mwenyekiti wa walezi kwa kuchukua jukumu kubwa la kuhakikisha mnaendelea kuwalea hawa watoto yatima. Ninamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya njema, nguvu tele na maisha marefu ili muendelee kuwalea watoto hawa. Lakini na mimi niwahakikishie kwamba nitaendelea kuwa pamoja na nyinyi. Nyote mtafahamu, sio mara ya kwanza mimi kuja hapa, sio mara ya pili, sio mara ya tatu. Na siku zote tunapokuja tunaleta misaada mbalimbali, hususani mwisho wa mwaka, kwa kutambua kwamba mwezi wa kwanza watoto wana mahitaji mengi ya shule. Utaratibu wetu uko pale pale, tutaendelea kuwashika mkono. Katika risala ambayo hapa imetolewa, changamoto kubwa ambayo pia mmeweza kuitoa ni swala zima la bima ya afya. Na bahati nzuri sasa hivi tuna mpango mzuri sana wa bima ya afya kwa wote ambao tayari ulishazinduliwa na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo aliwakilishwa na Mheshimiwa Mohamed Mchengera, waziri wa afya, tarehe 26 mwezi wa kwanza. Na huduma hiyo kwanza inaanza kwa makundi maalumu wakiwemo watoto chini ya miaka 5, kina mama wajawazito, wazee wasiojiweza na watu wenye ulemavu.
Lakini vile vile kuna kitita cha 1,500,000 ambacho kitatoa huduma 372 ikiwemo huduma za kulazwa, huduma za kumwona daktari, huduma za upasuaji, vipimo vya maabara, vipimo vya mionzi, dawa, lakini pia hata rufaa. Kama umeenda kwenye zahanati, tatizo lako linatakiwa liende kwenye kituo cha afya, au umeenda kwenye kituo cha afya, tatizo lako linatakiwa liende wilayani, ama hata kwenye zile hospitali za rufaa za mkoa na taifa. Huduma hiyo zipo. Kwa hili ndugu zangu, mimi niseme ninaondoka nalo katika kuhakikisha kwamba watoto wetu wote ambayo mko hapa mnafanikiwa kupata bima ya afya. Ili sasa walezi msije tena mkaanza kuhangaika watoto wanapoanza kuugua. Tunalichukua, tunaenda kulichakata katika kuhakikisha kwamba watoto hawa wanafanikiwa kupata bima ya afya. Katibu utawala upo, mkurugenzi upo. Mmenisikia. Watoto hawa wanahitaji kupata bima ya afya. Watoto umeweza kuhusiwa mengi na wale ambao wamefanikiwa kuzungumza na nyinyi siku ya leo. Nakumbuka mara kwanza nilipofika hapa, kuna watoto ambao wapo, kuna wengine wameshahitimu, inawezekana wakawa hawapo. Wale watoto walilia sana na tulilia wote. Na niliwaambia na mimi nilikuwa yatima. Lakini leo nimekuwa mkuu wa wilaya. Tulikubaliana tusilie tena. Tulikubaliana. Na makubaliano yetu yanaendelea. Tulishakubaliana tusilie tena. Kwa hiyo kubwa tuendelee kusoma kwa bidii. Tuendelee kuwa na nidhamu. Tuendelee kushika maandiko matakatifu. Tuachane kujiunga na vikundi vya watoto ambao wana tabia mbaya, tabia ambazo zinaweza zikatufanya sisi tusifikie ndoto zetu. Ninaamini kabisa kila mwenye ndoto yake atafanikiwa. Na Mwenyezi Mungu kila mtu amempangia alichompangia, na kila mtu ana bahati. Hakuna mtu ambaye duniani hana bahati. The issue, you don't know when it comes on your hands. When you don't know. Lini hiyo bahati yako itakufikia? Bahati yako hiyo utaipata kwa namna gani? Lakini hakuna mtu ambaye amefanikiwa hajawahi kushikwa mkono. Yeyote ambaye amefanikiwa ameshikwa mkono. Awe na mzazi, asiwe na mzazi, awe na uwezo, asiwe na uwezo, lakini mafanikio lazima tokee mtu wa kuweza kukushika mkono. Katika hatua ya kwanza watoto wetu mmeweza kushikwa mkono na kituo hiki cha hospitali ya Isoko. Na ndio maana tumeweza hata sisi kuweza kuwaona. Hawa ni wadau wa kwanza, wadau muhimu sana wa hili kanisa la Moravian. Niwapongeze sana. Niwapongeze sana kanisa la Moravian. Kazi kubwa na nzuri ambayo umeendelea kuifanya katika ustawi wa jamii. Kwenye masuala ya afya mpo, kwenye masuala ya elimu mpo, kwenye masuala ya kijamii mpo. Na mimi pia nimekuwa ni mdau mkubwa sana ambao nashirikiana na nyinyi kila siku kutokana na kazi kubwa na nzuri ambayo mnaifanya. Kazi nyingine ilipaswa ifanywe na serikali. Pale ambapo serikali haijafanya, nyinyi mmekuwa mstari wa mbele kutekeleza. Na pale ambapo nyinyi mnakwama, serikali yenu pia imekuwa mstari wa mbele kuwashika mkono. Rai yangu kwenu, tuendelee kushirikiana kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba changamoto zote zinazowahusu watoto hawa tunazitatua wote kwa pamoja. Mimi nipo hapa wilayani, ninamwakilisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninafanya kazi hapa wilayani kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na lengo la uwepo wa serikali ni kuleta ustawi wa wananchi wetu hawa yatima. Kwa hiyo nyinyi tayari mmeshaonyesha mwanzo wa kuwakusanya na kuwalea kwa pamoja. Na sisi kama serikali tutaendelea kuwaunga mkono kuhakikisha kwamba tunakuwa pamoja.
Hivi ile tarehe yetu inakuwa tarehe 27 mwezi wa ngapi? Wa 4 au wa 7? Inakuwa mwezi wa 7 Tarehe ngapi? 27. 27 mwezi wa 7. Sasa mimi niwaombe mapema kabisa, mtakapoandaa ile tarehe 27 mwezi wa 7, tupeane taarifa mapema, tufanye jambo kubwa kama ambalo tulikuwa tumelifanya 2023. Wadau wote wa wilaya Ileje, watumishi wote wa wilaya Ileje, tulishirikiana wote kwa pamoja katika kuhakikisha tunaleta tabasamu kwa watoto hawa. Kwa hiyo tarehe 27 mwezi wa 7 tujiandae katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kuleta tabasamu kwa watoto hawa, ili mahitaji yale muhimu yanayohitajika tuweze kuwaletea kama ambavyo tumezoea kufanya hayo. Kwa hiyo watoto wangu, niwaambie kwamba mimi ni mama yenu, niko pamoja na nyinyi, tutaendelea kushirikiana kwa pamoja. Na kwa leo Mheshimiwa Rais aliona si vema hii Pasaka ipite bila kuwaletea sadaka yake. Kwa hiyo niseme sasa niko tayari kutoa sadaka kutoka kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Songwe ambaye yeye ndo alipaswa aje kukabidhi. Asanteni. Asifiwe. Amen. Asalamu alaykum. Asante Mheshimiwa Mkuu wa wilaya yetu ya Ileje, unamwakilisha Mkuu wa Mkoa wa Songwe, lakini pia unamwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na ujumbe wote ambao leo hii tumekaa hapa kama faraga mama ambayo sikimani nasema Mungu mwenyewe ametuandalia tuweze kuketi mahali hapa. Amen. Naomba niitikie kwa niaba ya kanisa ambayo ndio mmiliki wa hospitali pamoja na mipango hii kama nilivyosema mganga, niitikie matendo haya ya huruma ambayo yametoka kwako kumwakilisha Rais. Amen. Sisi Biblia tunasema kita Qurani pia. Najua pia misingi ya Qurani. Mtu yote asiye na shukrani ni chukizo mbele za Mungu, hata mbele za wanadamu wenzake. Amen. Wale wanaosoma Biblia mfano watu 10 wenye ukoma walipoponywa wote akarudi mmoja, Yesu hakupendezwa na tabia hiyo. Akasema wako wapi wengine hawaje kushukuru. Jambo mnalofanya ni jambo ambalo ni muhimu na tunaamini kabisa linatoka kwenye sakafu ya mioyo yenu mkiongozi. Na niseme kipekee kwamba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nilikuona katika matukio mengi, umekuwa ni mwanajamii sana. Si tu hapa kanisani lakini hata huko umekuwa ni mwanajamii. Amen. Kwa tunaingia hapa nikaona angalia Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa anakiangalia kitu nikakuta tunacheza na watoto hapa. Nikajifunza kwamba kuna watu waliojaliwa kujishusha. Amen. Kwa niaba ya kanisa ninasema Mungu azidi kukutunza, Mungu azidi kukutunza. Amen. Na sisi tunatambua kwamba hakika tuko pamoja na serikali katika kumhudumia binadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Amen. Makofi baki jamani, makofi. Sisi kama kanisa tulisema hivi wakati fulani, Biblia inasemaga kwamba unapoenda mahali fulani palipo na kitu usiende mikono mitupu. Lakini pia haya tunayoyafanya yatupe nia pia ya kuwahudumia na wengine ambao ni majirani zetu. Tuko tuliko kwa sababu moyo huo ndio Yesu anaupenda. Na Mungu ndiye anaupenda. Na kwenye vitabu amesema dini nzuri ilikuwa. Kwa sababu wakati ule watu walikuwa wanaanza kuangalia anaweza kuomba kwa emotion akatunza vitu vingine, akasahau kuwatunza hao walioumbwa kwa mfano wa Mungu. Kama kanisa sasa na sisi tukasema sasa bila kukabidhi wewe sivyo itifaki, tukasema hebu na sisi tuunge mkono kwa sababu unatusaidia sisi. Asante sana. Asante sana. Asante mwenyekiti wetu, makamu wetu mwenyekiti wa jimbo karibu sana. Tumekuja na mwakilishi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa. Kama ambavyo nilitangulia kusema awali, leo ili tendo la kukabidhi hizi zawadi za Mheshimiwa Rais ilikuwa zifanywe na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kutokana na majukumu mengine ya serikali ameshindwa kuja, lakini wapo wawakilishi waliotoka ofisini kwake wakimwakilisha pia katibu tawala. Sasa kiongozi wa msafara kutoka mkoani
na yeye ana neno la kuweza kuambia watoto. Karibu. Mkuu wa wilaya kutupa nafasi hii tena kuzungumza na vijana wetu, watoto wetu hawa. Nipende kusema kwamba kwanza nakushukuru kwa nafasi yako binafsi kwa leo kuja kuwakilisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwenye tukio hili muhimu kwa kuwakabidhi hivi zawadi watoto wetu hawa walio katika kituo hichi. Wito wangu kwenu watoto ni kwamba tuwatoe hofu, kwa sababu tayari mmeshapata watu kuwashika mkono. Mimi niwaombe sana mzingatie masomo. Sawa jamani? Mzingatie masomo. Hata sisi, mimi binafsi nilipita huko. Sema bahati nzuri nilipata watu pia kunishika mkono, wakaweza kunifikisha mpaka leo niko hapa. Kwa nyie niwatie moyo kwamba kwa sababu mmeshapata watu kuwashika mikono, kuwashika mkono, kuwasogeza na kuwavusha. Kwa hiyo mtoe shaka, mzingatie masomo, msome kwa bidii, mwisho wa siku muweze kufika mbali zaidi. Sawa jamani? Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nakushukuru sana kwa nafasi hii. Asante, nashukuru sana. Watoto mmemwelewa eh? Anasema alipita mlikopita nyinyi, manake naye alikuwa yatima. Kwa hiyo kuna watu wameweza kumshika mkono, lakini leo hii tumesema hapa anatoka kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Kwa hiyo ana nafasi kubwa sana mkoani. Kwa hiyo kuwa yatima haimaanishi kwamba mtu hawezi kufikia ndoto zake. Ndio maana tukasema tusiwe wanyonge, tusilie, baba yupo, mama yupo. Kwa hiyo kuna baba na kina mama ambao waliweza kumshika mkono. Huyu na yeye alikuwa kama nyinyi, lakini angalieni sasa hivi ameshakuwa mtu mzima, ana kazi yake, na amekuja hapa pia kutokea ofisi ya mkuu wa mkoa. Na ameniambia japo hapa kuisema ile tarehe 27 mwezi wa 7 ambapo tumesema tutafanya tukio kubwa pamoja na wadau, naye amesema atakuwa miongoni mwa wadau, kwa sababu naye anaguswa, anajua kwa kuwa alipitia hapa, na yeye kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakuwa naye siku hiyo. Nipende kuchukua nafasi hii kwa kutoa shukurani kwa jinsi mlivyoungana na sisi katika kutufariji hasa katika kipindi hiki cha sikukuu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunasema asante sana. Tunafarijika sana mnapokuja kutuona, mnapokuja kutushika mkono, tunakuwa tunafarijika sana. Lakini pia vile tunaomba ufikishe shukurani kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa jinsi alivyojitoa na kuizingatia kituo cha watoto yatima hospitali ya Isoko. Lakini pia kikubwa zaidi, naomba ufikishe salamu za shukurani kwa mheshimiwa wetu, Mheshimiwa wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli tunafarijika sana. Na hawa watoto ni kwa sababu tu changamoto ya mvua, lakini ilibidi wafike wengi sana. Waliposikia hizi taarifa, kwa kweli wao wanafarijika sana na walifurahia sana hizi taarifa. Kwa hiyo tupende kuchukua nafasi hii kwa ajili ya kuwashukuru. Mwenyezi Mungu awabariki. Na hata mtakapoondoka hapa, Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki huko safarini. Asante sana. Asante. Na sisi watoto pamoja. Pamoja.